lakini pengo pia kubwa kwa shirika ambalo wamekuwa kihudumu, na inawezekana wapo watu ambao wamekuwa wakisaidiwa ama na shirika lenyewe ama dada zetu na masista hao kwa mmoja mmoja. Tunatoa rambirambi yetu hapa kwa shirika ili kawasaidie wale ambao walikuwa wanaguswa na masista hao. Rambirambi yetu tunatoa shilingi milioni 10 iende huko kwa wenzetu. Lakini jambo la pili, tukiwa tumekaa hapa pia tumegundua kanisa hili lina muda mfupi. Kanisa letu linakarabatiwa. Tumeona pia ni muhimu tuungane na Wakristo wa Katoliki wa hapa ili kuendelea kukarabati kanisa letu. Tutatoa pia shilingi milioni 10 ili zisaidie. Lakini pamoja na hilo, Baba Askofu Mkuu, nafahamu hapa tuko jimbo la Bagamoyo, nasi tutajitolea kwa kila hali ili kuhakikisha kwamba yakitukuta tena kama haya, basi hatutaingia tena kwenye kanisa hili la muda, bali mambo yote yatakwenda katika kanisa la Mungu. Baada ya kusema haya, Baba, nawashukuru sana, asanteni sana, tuyapokee yote katika Kristo kama ambavyo Biblia imesema. Na baada ya kusema haya, naomba nikabidhi yale niliyosema. Asanteni sana. Sisters of their congregation, mourning the casualties of this terrible accident, including unfortunately our national sister Nerina De Simone. Unfortunately, our ambassador couldn't be here today because he's on a mission in Moshi, but he asked me to convey his deepest personal condolences as well. This tragedy has been deeply felt both in Tanzania and in Italy, because the congregation is well known across the world for their wonderful spiritual and social work. So I just say, Asante sana, Ole sana. Basi wanafuata kupata salamu za rambirambi kutoka kwa maaskofu. Tuzungumza neno, alafu kama wanamshika mkono sista, basi Baba Askofu nakaribishwa kwa neno. Rais wa Baraza la Maaskofu Tanzania, Baba Askofu Wolfgang Pisa, kwa niaba ya maaskofu wote, Kristo. Mhashamu Dr. Deus Koichi, Askofu Mkuu wa Dar es Salaam, Madama Pedro Kardinali Pengo, Askofu mstaafu wa Jimbo Kuu la Dar es Salaam, Mhashamu Stefano Msomba, Askofu wa Bagamoyo, Mhashamu Askofu Pedro Sister Vestina Tibenda, na masista wa Karmeli wa misionari wa Mtakatifu Teresa wa Mtoto Yesu, provinsi ya East Africa, wapendwa wa mapadri, watawa na nyinyi nyote mlioko hapa, tumsifu Yesu Kristo. Mimi kwa niaba ya Baraza la Maaskofu na Kanisa la Tanzania tuna mambo mawili matatu kusema. La kwanza, tungependa kutoa shukrani zetu za dhati kwa shirika ile la masista wa Karmeli
kwa utume wao hapa Tanzania. Sawa, kamili wanafanya kazi katika sehemu mbalimbali hapa katika kanisa letu la Tanzania. Kutaja majimbo machache au baadhi ya majimbo ambayo wanafanya, kama si yote: jimbo la Tanga, jimbo kuu ile la Dar es Salaam, jimbo la Msoma, jimbo la Bunda, jimbo la Mwanza, Kahama na Mbeya. Sijui kama ni sawa. Na Bagamoyo sasa. Bagamoyo. Na tunawasubiri Lindi. Na tunashukuru sana kwa utume wenu na kwa yote ambayo unafanya. Karama zenu zinawagusa wengi. Ushuhuda wenu kama masista wa misionari, kwa kazi zenu mbalimbali mnazozifanya, naendelea kumshuhudia Kristo. Kwa kweli sisi tunawashukuru sana kwa kuendelea kuwa mashujaa, kuishi karama zenu, hasa ya kuwa misionari. La pili, ningependa sasa nichukue nafasi hii pia kuwapa pole kwa msiba huu mkubwa ambao umewafikia nyinyi kama shirika. Kama wengi walivyozungumza, kupoteza watawa 4 kwa mara moja na mfanyakazi wenu Greva sio jambo rahisi. Naelewa ilivyo ngumu kwetu sisi huko majimboni, tunapoondokewa na mtawa mmoja au padri, kwa namna gani tunapata mahangaiko. Tunaelewa kwenu nyinyi watawa 4 kwa mara moja. Kwa hiyo kwa niaba ya kanisa, baraza la maaskofu, tungependa kuwapa pole na tunamwomba Mungu mwenyewe aendelee kuwapa faraja na aendelee kuwapa nguvu. Lakini tukiunganisha na hilo la pole, tunaelewa kwamba kifo kawaida inakuja ghafla kama ilivyowakuta ndugu zetu. Kwa hiyo tunakumbusha na maneno ya mwinjili: viuno vyetu viwe vimefungwa na taa zetu daima ziwe zinawaka. Katika picha zinazosambaa baada ya msiba huu, tunamwona moja ya picha hizo, mkuu wao huyo Sista Maria Lilian Kapongo amejifunga kikoi au kitenge kiunoni. Tunaamini ni ishara ya utayari na ishara ambayo kwamba muda wote alikuwa tayari kuongoza hawa ndugu zake. La mwisho ni mwaka wa matumaini, kama nyinyi wenyewe mlivyokuja hapa mbele na kueleza mwaka wa jubilei. Tunaelewa ni msiba mzito, lakini sisi ni Wakristo. Masista wenu walifariki mara baada ya sherehe ya kutukuka kwa msalaba.